awazidishie, wenye dhiki Mwenyezi Mungu awaondoshee, wenye haja Mwenyezi Mungu awakidhie, walioharibikiwa na mambo Mwenyezi Mungu awatengezee mambo yao, wasiokuwa na kazi Mwenyezi Mungu awape kazi za halali, wenye kazi Mwenyezi Mungu awabarikie katika kazi zao, waliokuwa hospitalini Mwenyezi Mungu awafanyie sahali, waliokufa Mwenyezi Mungu awarahamu, na sisi ikifika wakati wetu Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima, tufe hatuna dhulma ya mtu, tufe hatuna deni la mtu, tufe tuna radhi za wazee wetu, tufe tuna radhi za Mola wetu, tufe tuna radhi za mtume wetu. Atupe fi dunia hasana, mema tuliyofanya mwaka uliopita Mwenyezi Mungu ayatakabali, na madhambi tuliyofanya mwaka uliopita Mwenyezi Mungu atusamehe, na ujalie mwaka huu ni min abrakil a'wam, ndio mwaka wenye baraka zaidi katika dini yetu, katika mili yetu, katika akili yetu, katika afya yetu, katika ibada yetu. Atupe fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Amin, amin. Mada yangu ya leo nazungumzia mpangilio bora wa maisha bora. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, innahu ala kulli shay'in qadir, aweza kumpa mja wake kila kitu bila ya sababu yoyote, lakini ni katika mipangilio ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa amejalia sababu ni moja katika mipangilio yake, na ndio kaona jumla ya kuwa kuna hadithi za kuonesha kwamba watu hawatoingia peponi kwa amali zao ila kwa rehma Mwenyezi Mungu, lakini yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu akatwambia msitarajie rehma bila ya kufanya. Akatwambia kwamba watu siku ya Kiyama wataambiwa udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, ingieni peponi kwa yale mlikuwa mkiyafanya. Na ndio kaona aya nyingine imetwambiaje, hani'an bima aslaftum fil ayami khaliya, zile siku mliokuwa duniani mukawa nyinyi mwajisumbua katika kufanya ibada, sasa ndio hani'an, waona raha. Lile sumbuko lote ulosumbuka sasa raha yake waiona sasa, kwa kuwa umeingia peponi. Uliacha starehe, uliacha haramu, uliacha mabaya kwa ajili ya kutarajia kuja kupata radhi za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hani'an bima aslaftum. Kwa hiyo utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yule kuwa ameahidi kwamba hii ni dini atainusuru, na hii dini ni yake, na hii dini ndio ameichagua, lakini akatwambia wa'iddu lahum mastata'tum. Lazima maandalio, lazima mipangilio, lazima kufuata njia ambazo kwamba mimi nimeziweka. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokuwa katika safari zake usiku, akaona sehemu watu wamekusanyika, akauliza ma balu haulai alqaum, wana nini hawa? Akamwambia Rasulullah, wako kwenye maziko, wazika hawa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaenda akawaona wazika, akawaambia limithli hadha fa'iddu lahu, hili kaburi lataka maandalio. Kwa hiyo kila kitu chataka mipangilio, hata kaburi lataka ujiandalie nalo, kwa kuwa kila kitu ni sunnatullahi fil kauni, ndio mpangilio Mwenyezi Mungu katika ardhi. Kwa hiyo maisha bora ni kwa mipangilio bora, na mimi nitakuwa na mihwar ambao kwamba mada itazunguka katika nukta 5. Nukta ya kwanza, mazingatio ya kwa mapito ya siku. Siku za pita, kuna mazingatio gani wewe? Kitu gani ambacho kwamba wewe umekisoma katika kupita hizi siku? Au wainuka ukilala wewe ukaziona hizi siku tu zimeumbwa sabahlala bure, hazina natija yoyote kwako wewe muumini billah, kwako wewe ambaye kwamba musaddiq bi rasulillah, unayemwamini Mwenyezi Mungu na unamsadikisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kila siku ikienda au kila siku ikimalizika, ujue kwamba ni umri wangu na wako wamalizika. Na moja katika maisha ushaimaliza, lakini suala umeimaliza vipi? Ikiwa mfanyi biashara hakubali
ipite siku asichume chochote, asipate faida ya chochote. Hii ni biashara yako ya kidunia, hii ni biashara waifanyia mwili wako. Vipi biashara yako na Mola wako? Siku yapita, umefanya biashara gani na Mola wako? Jiulize, kitu gani mimi nimekitanguliza kwa Mola wangu subhanahu wa ta'ala? Na humtangulizi yeye, wajitangulizia yeye. Na ndio kaona Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani ametuambiaje? Ma indakum yanfad, ukifanyacho kwamba chako kitamalizika. Wa ma inda Allahi, ukifanyacho ukakiweka kwa Mwenyezi Mungu, baqi, akiondoki, hakimaliziki, hakina mwisho, kitabakia, hakina kufilisika. Kwa hiyo mazingatiwa kwa Muislamu, kwa muumini, yatakiwa azingatie hizi siku zinavyokwenda, asome, apate masomo. Mimi nasoma nini? Na ndio Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatwambia, man kana yaumuhu sharrun min amsihi man istawa yaumahu. Hadithi yasema man istawa yaumahu fahuwa maghbun, yule ambaye kwamba siku zake mbili zitakuwa ni sawa sawa, jana na leo sawa sawa, hakuna mabadiliko yote, fahuwa maghbun, mtu huyo amepata hasara. Kiswahili cha kwetu sema amehododwa, yani amefanya kazi isiyokuwa na maana. Man istawa, siku zako tu ikawa kile ibada ulioifanya jana ndio ibada ulioifanya leo, bado wewe hujaelewa maana ya siku. Wa man kana yaumuhu sharrun min amsihi fahuwa mal'un, ama yule ambaye kwamba afadhali jana kuliko leo, hoyona la nafao. Takuwaje wewe jana na leo, jana iwe bora kushinda leo? Yatakiwa leo iwe bora kushinda jana. Na ndio ukaona katika baadhi ya riwaya imekuja, katika baadhi ya athari, kula yawmin lam nazdad fihi qurbun min Allah fala burika fi hadha al-yawm, kila siku ambayo kwamba hukuzidisha kuwa karibu zaidi na Mwenyezi Mungu, fala burika fi hadha al-yawm, siku kama hiyo haina baraka. Maana baraka ni kwamba leo umezidisha kushinda ya jana, leo umefanya mazuri zaidi kushinda jana. Kwa hiyo siku yoyote ambayo kwamba hukuzidisha ukuruba kwako na Mola wako, fala burika fi hadha al-yawm, siku hiyo hisabu haina baraka. Manake baraka ni ziada. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa ana hamu sana na kuomba baraka, kila siku akiomba, Allahumma inni as'aluka khaira hadha al-yawm, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa huda. Kila siku akiomba dua hii, aomba baraka ya siku, kila siku ataka baraka yake. Muulize leo kwambia ukisema Juma mubaraka bid'a, la haula wala quwwata illa billah. Mtume mwenyewe aomba baraka hata ya Sunday, hata Sunday mubaraka yafaa, lecha Juma mubaraka, kwa sababu baraka ni kufanya ibada, kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angalia yule alikwenda kumtembelea Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa arda, siku ya Eid. Sayyidina Ali amevaa kanzu ina viraka, akamwambia, ya amira almu'minin, alaysa hadha al-yawm yawmul Eid, hii siku si Eid? Kufahamu kwamba siku Eid ni kuvaa kipia. Akamwambia Sayyidina Ali, akamfundisha darasa, akamwambia, kullu yawmin ma asayna Allah fahuwa Eidun lana, siku yoyote ambayo hatujamwasi Mungu, hiyo yafaa kuwa Eid kwetu sisi. Siku yoyote maadamu siku hiyo hujamwasi Mwenyezi Mungu, hiyo yafaa kuambiwa min al-aidin. Ajabu yetu sisi, siku ya Eid ndio siku ya maasi. La haula wala quwwata illa billah. Eid ni kwa wewe hujamwasi sahibul Eid, aloyeka Eid. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho tutakiwa na'tabir bimururi al-ayyam, tuzingatie kwa siku kuenda. Na ndio kaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani alituambiaje, fa'tabiru ya ulil absar, zingatieni, wekeni mazingatiwa wale wenye akili. Mwenye akili ni yule anayezingatia katika matukio, tukio lolote yeye anapata darasa ndani yake. Na ndio wenyewe wakasema al-aqilu, mwenye akili ni yule asomao kwa mwenzake, yule anayesoma kwa mwenzake. Mwenzako ameanguka hapa, wewe usianguke. Waljahilu man i'tabara bihi ghayruhu, mjinga ni yule ambaye kwamba hujiweka mazingatio kwa wengine. Sasa na wewe zingatia kila kitu. Mwenyezi Mungu hajaweka kitu hapa ila kina darasa ndani yake, chochote
ni ufahamu tu wewe, hapa utasoma darasa gani, hapa utasoma kitu gani. Nakumbuka juzi nilikuwa safarini, niko kwenye yale maboti ya kwenda Zanzibar, wale wanaitwaje wale waliomo ndani, makapteni. Mwisho akatuambia, ustadh, tutaka wasia. Nikamwambia, ikiwa kama wasia, ikiwa kuna wasia kupeana, nyinyi hapa kila mmoja ana shughuli yake, angalia huyu sijui angalia upepo, sijui angalia mawimbi, huyu waendesha, huyu, kila mmoja ana hamu hichi chombo kifike salama. Na sisi sote kama hichi chombo cha tutoa Dar es Salaam kutupeka Zanzibar, tunataka tufike salama, na sisi tuko kwenye safari, na chombo chenyewe ni dunia, na chenye kuendesha ni ibada. Vipi utaenda na ibada yako vizuri ili ufike bandari salama? Basi hakuna masala mingi. Namna ya kwenda ni ibada. Ibada ukienda nayo vizuri itakufikirisha vizuri. Sasa kaifa tutqinu al-ibada? Vipi sasa wewe huwezi kuwa na chombo kama ito yote ndio uwe kapteni? Utafuta kapteni mzuri, na wewe tafuta ibada ile kwa nzuri. Kifanya ibada vizuri, wewe uko kwa safari, sote ni wasafiri hapa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambiaje? Inna ila rabbika ruj'a, tarudi خلاص, warudi sote, inna ila rabbika ruj'a. Lakini tutarudi vipi? Sasa mazingatiwa yatakiwa kwa Muislamu. Kwa hiyo tunatakiwa kitu, nukta ya kwanza tuzingatie hizi siku zilizopita tumefanya nini, kipi tumekadimisha. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, kila mmoja angalie kipi ametanguliza kwa ajili ya kesho kiyama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani atuambia, yuqallibu Allahu al-laila wan-nahara, Mwenyezi Mungu hugeuza mara usiku mara mchana, lakini lengo na madhumuni, inna fi dhalika la ibratan li ulil absar. Hayo yote ni mazingatiwa, ujue mara mchana mara usiku una mazingatiwa. Mchana atakiwa ufanye nini, usiku atakiwa ufanye nini. Ndiyo yule khalifa Sayyidina Umar bin Khattab alipomchagua Luwali kumweka sehemu za Basra, akamwambia, bwana, mimi nimepata mashtaka kwamba wewe usiku huonekani. Akamwambia, ya Amir al-Mu'minin, mimi nimegawanya wakati wangu mara mbili, mchana huwa na waja wa Mwenyezi Mungu, usiku huwa mimi na Mola wangu. Sasa hao waja wataka saa zote mimi na wao, na mimi na Mungu wangu saa ngapi nimganyie Mungu wangu? Kwa hiyo mchana nimejalia ni wao kuwatumikia, usiku ni mimi najitumikia kwa Mola wangu Subhanahu wa Ta'ala. Namna hiyo shati uwe wewe ujue kwamba huku kuwekwa mchana na usiku, inna fi dhalika la ibra, ni mazingatiwa, kuna somo. Angalia Mwenyezi Mungu katika aya nyingine atuambiaje? Inna fi ikhtilafi al-layli wan-nahar, kule kubadilishana mara kwa usiku mara kwa mchana. Kuna nini? La ayati li ulil albab, kuna masomo mengi, kuna alama nyingi, lakini kwa wenye akili. Wapi? Vipi wewe utakuwa na akili? Ana degree wewe, ulil albab, ana PhD, ana nini? Akasema alladhina yadhkuruna Allah. Ukitaka kumjua mwenye akili ndio huyo anamtaja Mwenyezi Mungu. Usijiangalie wewe una certificate gani, angalia wewe katika dhikrullah una dhikri gani. Alladhina yadhkuruna Allah, kazi yao saa zote wao ni kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Dhikri maana am, sio dhikri kwa maana wewe sengine unaweza kumtaja Mwenyezi Mungu na hata humkumbuki. Waweza ukawa wewe umezoea tu la ilaha illallah, la ilaha, na ukuke gari zuri la ilaha illallah. Kumkumbuka Mwenyezi Mungu katika kila hali zako. Na ndio ukaona Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi akatwambiaje, yule atakayekuwa atafinikwa na kivuli, wa rajulun dhakara Allah khalian, na mtu alimtaja Mwenyezi Mungu wakati akimtaja katika moyo wake hakuna ila Mungu, sio mahala faragha. Waweza ukakaa faragha wewe peke yako ukamtaja Mwenyezi Mungu lakini ukuwakumbuka, inshallah dua hii kesho na mimi kiinuka nipate zare kama fulani. Wewe ndio unamtaja Allah khalian. Na waweza kuwa na watu wewe, lakini hata huwahisi wale watu, wamuhisi alokuweka katikati ya watu. Si kila akae na watu akaa na watu. Kuna watu ukaa na watu lakini nyoyo zao zikawa na Mola wa watu. Na ndio ukaona Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutwambia mtu kuwekwa msikitini ndio kupata kivuli, akatwambia warajulun qalbuhu muallaqun bil masajid, moyo uko msikitini hata akiwa sokoni
hata akiwa nyumbani, hata akiwa barabarani, atamani yuko msikitini. Sijui darasa leo laendelea vipi, sijui hizbu yaendelea vipi, sijui Qur'ani leo yasomwa vipi, sijui leo kuna muhadhara gani, leo sijui kuna dhikri gani, leo sijui kuna swala za mtume gani. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Henda mtu akawa uko hapa lakini ufikiria dukani, faida yake nini? Na mtu uko dukani au ufikiria msikitini? Si bora ule aliyoko dukani anayekuwa yeye uko dukani lakini moyo wake uko msikitini, huyu uko msikitini lakini moyo wake uko marikiti huko. Hey, toa tulete hono moyo, sisi tunataka hono moyo, hatutaki mwili. Inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum, Mungu haangalii mili, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, matendo na nyoyo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu asema alladhina yadhkuruna Allaha. Dhikrullah yatakiwa hali gani? Qiyama, yani anaposimama mahala popote amkumbuka Mola wake, kwamba mimi leo nimesimama hapa kwa khiari yangu, kesho nitasimamishwa mbele ya Mola wangu, si khiari yangu. Yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, anapokaa leo nimekaa juu ya kiti hichi kama nani, kesho utakaa wapi? Makao mawili, fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir. Mungu atujalie ni watu wa peponi inshallah. Lakini hakuna kikao utakachokaa ila utakwenda kuulizwa ulikaa kama nani, ulipokaa ulifikiria nini, ulipokaa ulihukumu nini, ulipokaa ulipelekesha nini, ulipokaa ulizungumza jambo gani, ulipokaa uliwaelezea watu mambo gani. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubi, akipumzika pia anamkumbuka Mwenyezi Mungu. Kisha kazi yao siku zote wayatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, wafikiria uumbaji wa Mungu. Mungu kwa nini akatuumbia hizi mbingu? Kwa nini akatuumbia ardhi? Natija atakao kutoka mwisho atasema rabbana ma khalaqta hadha batil. Mola, wewe hukuumba hizi kazi ya bure. Una mazingatio wayataka, una jambo walitaka kwetu sisi, una ombi umeliomba kwetu sisi, una maslahi umetuwekea katika kufikiria hili. Rabbana ma khalaqta hadha batil. Wewe nani? Subhanaka. Una asli ya sifa mbaya. Munaombe nyinyi mataka kuomba faqina adhaban nar. Basi ombi letu ni Mungu akikuopisha na moto wewe khalas. Mwenyezi Mungu atuambiaje katika Qur'ani? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz. Huyo ndo afaa kuambiwa amefaulu, huyo ndo kuambiwa ameupanchi. Yote ambaye kwamba hajaepushwa na moto hafai kuambiwa amefaulu, hata akapewa kikombe. Na yoyote ambaye kwamba ameepushwa na moto hata asitajwe, huyo ndo alofaulu kwa nafsi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljanna, yoyote ambaye kwamba zuhziha 'anil nar, ameepushwa na adhabu ya moto. Mwenyezi Mungu atuepushe na adhabu ya moto. Kuepushwa na adhabu ya moto, kujiepusha na mambo yanayosababisha adhabu ya moto. Cha kwanza, maasi. Kila maasi ni sababu ya kuingia motoni. Sidharau maasi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia Nabii Allah Musa, ya Musa, waambie watu wako wasidharau katika maasi ya kitu chochote. Kwa nini ya Rabb? Akamwambia kwa sababu mimi nimeficha hasira zangu katika maasi. Hujui ni maasi gani ndani yake utapata hasira za Mwenyezi Mungu. Wewe ukayadharau, nene. Maasi kuna watu hufanya mambo haya, mambo gani? La, henda ile maasi utakao kuyafanya wewe ikawa ndio sababu ya